Kuna mwanamuziki mmoja aliimba siri ya nini? Nini maana yake? Siri ya nini? Nini faida yake? Siri ya nini? Hapo vizuri. Nini hasara zake? Siri mapenzi ya siri. Haya, sio kwamba tunazungumzia mapenzi, hapana. Tunazungumzia siri. Siri ipo sehemu nyingi sana. Hata kwenye mahusiano pia siri zipo nyingi sana. Lakini je, hiyo siri ambayo unaendelea kuitunza ina faida? Kwa nini siri? Yaani kwa nini uwe na siri kwanza? Kuna umuhimu gani wa kuwa na siri? Kwanza siri yenyewe tunasema ni sehemu nyeusi ya maisha. Kisaikolojia. Kisaikolojia. Sehemu nyeusi ya maisha. Yaani mtu kahifadhi vitu vyake, hataki mtu mwingine avione, kuna giza. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa anajua tu kwamba nimehifadhi nini na nitoe kipi ambacho watu wanapaswa kujua na paswa kukifahamu. Kwa hiyo kama hajatoa mwezi kujua. Kwa hiyo ni sehemu ya giza ya maisha ya mtu. Hasa taarifa ambazo anakuwa nazo, wakati mwingine tabia ambazo anakuwa nazo. Kwa hiyo ni mpaka amue ashare na nani. Kwa hiyo ndo tunaweza tukasema ni siri. Kisaikolojia ni sehemu ambayo anaifahamu mtu mwenyewe, ni taarifa anazozifahamu mtu mwenyewe, kama ni tabia anazifahamu yeye mwenyewe, na anaona kuna faida ya kuendelea kuzifahamu yeye kama yeye. Kuliko kushare na watu wengine. Inapofikia hatua ya kutaka kushare na watu wengine, basi inakuwa tena sio siri. Kwa hiyo anakuwa pia ameshapima hizo faida ya kuweza kushare na watu wengine. Lakini kwa ujumla wake siri ni sehemu ambayo ni sehemu ya maisha meusi ya mtu. Hazina anayoamini kwamba inamfaa yeye tu, haimfai mtu mwingine. Walimwengu wanasema sio kila jambo la kulisema tu, sio kila jambo lako mtu akalifahamu tu, kwa sababu dunia imebadilika sasa hivi. Kwani kuna ubaya kuwa na siri? Hakuna ubaya, kwa sababu pia ujue siri ya maisha ilivyo. Tunasema maisha yako kichwani, maisha yako akilini. Alafu huku tunako kuona ni kuishi, sio maisha. Kwa hiyo ukishatoa siri, maana yake umetoa maisha, yani umetoa mbinu zako, umetoa silaha zako, yani kila mtu anajua wewe unapita hapo, unapita hapo. Sasa kwa sababu ulimwengu huu na mambo mengi, watu wengine wanakuwa wanahofia kwamba naweza nikatoa wazo hadharani, alafu mtu mwingine kwa sababu ana uwezeshaji wa haraka anaweza akalichukua wazo langu akaenda kulifanyia kazi, likawa sio la likawa tena sasa sio la kwangu. Hapo kuna umuhimu wa kuwa na siri katika hiyo namna.